Tuangazie mzozo unaoendelea kati ya Urusi pamoja na Ukraine, ambapo Wizara ya Ulinzi ya huko Moscow imeripoti mapema leo siku ya Ijumaa kwamba vikosi vya Ukraine vilipokuwa vikijiondoa kutoka mkoa wa Kursk wa Urusi vimeharibu kituo cha upimaji wa gesi cha Zudza. Tukio hilo lilitokea Ijumaa mapema takribani dakika 20 baada ya saa 6 usiku, kwa mujibu wa taarifa ya Wizara hiyo ya Ulinzi ya Urusi. Kituo hicho hapo awali kilikuwa kikisambaza mafuta kwa watumiaji katika mataifa ya Ulaya. Kwa mujibu wa Wizara hiyo ya Ulinzi ya Urusi, vikosi vya Ukraine vilitaka kituo hicho mapema mwezi Agosti mwaka jana wakati wa uvamizi wao katika mkoa wa Kursk na kukitumia kama kituo salama cha vifaa na usafirishaji. Lakini hata hivyo, wakati wa kuondoka, wanajeshi wa Ukraine walikilipua kwa maksudi ili kuharibu miundombinu hiyo ya Urusi. Wizara hiyo ya Ulinzi ya Urusi imetaja uharibifu wa kituo hicho kama uchokozi wa maksudi, hasa katika muktadha wa mkataba wa sehemu wa usitishaji vita uliofadhiliwa na Marekani. Chini ya makubaliano hayo, Moscow iliahidi kutoanzisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine kwa sharti kwamba Kiev nayo ingejizuia kushambulia miundombinu ya Urusi. Msemaji wa ikulu ya Urusi ya Kremlin, Dmitry Peskov, ametumia tukio hili kama ushahidi kwamba Ukraine haiaminiki. Akizungumza na wanahabari, Peskov alisema kuwa maafisa wa Urusi wameonya mara kwa mara wenzao kuhusu jambo hilo. Amebainisha pia kuwa agizo la Rais Vladimir Putin la kutoshambulia miundombinu ya nishati ya Ukraine bado liko hai kulingana na makubaliano yake na Trump. Kamati ya uchunguzi ya Urusi imeanzisha uchunguzi wa jinai kuhusu tukio hilo kama kitendo cha ugaidi. Uchunguzi huo unawalenga wanajeshi wa Ukraine waliokuwa wakishiriki katika uvamizi wa mkoa wa Kursk, ambao wanadaiwa kuwa wanahusika katika kulipua kituo hicho cha gesi cha Zudza. Kiev ilianzisha ushambulizi katika mkoa wa Kursk kwa lengo la kuteka ardhi ya Urusi kama mbinu ya kujipatia nguvu katika mazungumzo. Hata hivyo, vikosi vya Urusi vimefanikiwa kuwarudisha nyuma wanajeshi wa Ukraine, huku mji wa Zudza ambao ulikuwa kitovu cha operesheni za Ukraine ukikombolewa mapema mwezi huu wa March. Tutazidi kukujuza zaidi na zaidi kile ambacho kinaendelea katika maendeleo hayo ya makubaliano ya kusitisha mashambulizi yaliyofikiwa baina ya rais wa Urusi Vladimir Putin pamoja na mwenzake wa Marekani Donald Trump. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea kupokea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.